Mashabiki wa Simba Sport Club, baadhi ya mashabiki kwa asilimia kubwa watamani pengine timu yangu ingekuwa hata kama upande wa pili anaofanya vizuri. Vipi kwa Shabani? Au watamani wenzio? Sio kweli. Wanatamani labda kwa sababu wachezaji wao wanacheza jihadi. Wanacheza kama wanabeba magunia. Sasa Simba mpira wao sio wabeba magunia. Simba wanacheza mpira wa kisasa, mpira wa kitabu. Kwa hiyo wao wanatamani ili mradi kwa sababu ya jamaa wanacheza kama magunia kutokana na kazi yao. Yaani hata ile asili yao. Wananchi timu yao waliandishwa wale watu wabeba mizigo. Kwa hiyo hata wachezaji wao wanalisi ile kubeba mizigo nguvu mbio, unaona? Lakini Simba timu ya watu walioandisha watu wenye ngozi ya rutuba wa manga, afu wazungu Sunderland, si Ulaya ile. Kwa hiyo ndio maana unakuta mambo yetu sisi hatuko kama wao. Kwa hiyo ile wenyewe wanaenda vizuri Shabani. Sisi ndio na nyie. Sisi tumeenda vizuri zaidi yao. Kwa sababu toka dunia yumbwe sisi ndio tumeweka rekodi mzuri kwenye kafu. Toka dunia yumbwe, si ndo tuna rekodi bora kwenye kafu kushinda wao. Ila hao yamepita, nasema kwa sasa hizi. Hata sasa hivi si tuko nafasi ya 5. Kwa hiyo nyie ndio ndo rekodi. Ukisema toka sasa hivi hayo ukisema hayo yamepita unakosea. Leo nenda kwenye renki ya kafu ya vilabu bora ambavyo sio vimepewa kwa sababu ya kupiga tunguli. Vimepewa kwa sababu ya kwenye pitch. Kuna watu wanapiga tunguli. Simba iko nafasi ya 5. Wao ndio maana wana makelele mengi na wanatumia nguvu nyingi kutushusha kwa nafasi yetu. Hawajui kama ile nafasi sisi tumeipata kwenye pitch. Hatukuipata kwa sababu ya kutengeneza propaganda na porojo. Sisi tumeipata ile nafasi kwa sababu ya watu wamepambana. Sasa waitafuta ile nafasi kwa kupambana. Wasitafute nafasi kwa porojo na propaganda. Nimeona walimshawishi kijana wakamrubuni, wakafanya hivi maneno mengi, wakafanya vitu vingi sana kijana. Baadaye wakaenda wakamchukua. Lakini tuwaambie watalaka hawaachani. Watalaka hawaachani. Ndio la gizani hilo. Yaani watalaka hawaachani. Wameshawishi, waliumiza watu, maneno mengi akasemwa. Hata sie mashabiki nafsi zetu zilituuma. Leo ukitaka kujua mtalaka yaani watalaka hawaachani. Haya, yule walimshawishi akampa miela chekwa, sasa hivi karudi wapi? Si kwa mume wake. Karudi nyumbani kwake. Ila nyinyi mlisema duka lile. Ni kweli. Hatukatai. Hayo ndo maneno alisemwa. Mimi simamo yangu iko pale pale. Hayo maneno alisemwa na ukweli ndio huo, yule duka, mara mchezaji hivi, mara hivi, lakini mkeo hata akiwa malaya anakuwa mkeo tu. Yule watalaka hawaachani. Mimi nakwambia, hebu chukua hili neno. Kazunguka kote kaenda wapi? Kwao sio Zambia. Kwa sababu gani asiende Zambia? Na wao waliomchukua vihelehele vyao. Unaenda kuoa mke wa mtu, baadaye mume wake anazunguka nyuma, wewe kaenda kazini, mume wake anakuja anachukua. Bora unakuwa wewe. Katika hesabu hizi bora nani? Ila si walimwachia wenyewe yake. Hawajamwacha, walikuwa hawana uwezo wa kuongeza mkataba zaidi wa pesa nyingi na ndio maana kaondoka. Kwa hiyo mmemwekea fedha nyingi. Karudi nyumbani. Yule sasa hivi hana fedha nyingi kwetu. Pale ndo ninapokuambia watalaka hawaachani. Karudi nyumbani kwake, sasa hiyo fedha ya nini? Wakati kitanda kipo, godoro lipo, jiko la gesi lipo na sufuria ipo. Sasa hiyo uenda kununua vitu vingine vya nini? Inakuwa ngumu. Kwa hiyo wao ndo maboya. Mimi unajua naona watu wanasema, kweli urudio wa Chama kwenye Simba. Kuna vitu vimetukwaza wana Simba kwa sababu kuna vitu alivyoondoka, kuna vitu vilitokea sio vitu sahihi. Kuna watu walipata matatizo, kuna watu walikashifiwa, kuna watu then walikufa, kuna wengine walipata matatizo mengi. Na kuna maneno mengi tulizungumza na viongozi walituthibitishia kwamba yule mtu anauza anafanya nini. Lakini hawa viherehere ndo walisababisha yule bwana awe vile. Upande wa pili. Viherehere. Sasa kiherehere kimewakuna. Walikopeshana vikoba, wakakwangua hela zao zote katika akaunti, wakafanya vurugu zote, wakampa yule bwana ili mradi watu kukomeshe sisi. Na sisi tukamwambia kwa sababu huyu ni mtalaka, ni mtu wetu sisi, mchukueni. Ila kesho kutwa wewe ukienda kazini, sisi tunazunguka mlango wa uani, tunamchukua. Tunakula na jambo fulani tunafanya kwenye kitanda chako. Kweli mwaka mmoja tu au miaka mingapi kaka? Basi wale mahabith. Mahabith. Na yani kwa mtu aliyejua hili neno habithi atajua. Kwa sisi Waarabu. Unaenda kuoa mke wa mtu wakati wewe mwenyewe habithi. Kwa sababu gani? Hamna shughuli. Kama wao wana shughuli, sisi tumekaa naye miaka mingapi yule Chama? Aliondoka. Wao mwaka mmoja tu, kama mtu fulanga ambaye alioa siku 4 mwanamke akaondoka. Ila wanasema wenyewe sasa hivi klabu yao imepanda lenki, wanahitaji wachezaji ambao
wana professional kubwa na hata uwezo wao mkubwa, ndio maana akaenda kwa kumchukua Star Boy pale ambao nyinyi mko mnamuita. Nitajie mchezaji mwenye professional alomsajili. Star Boy yule pale kakiwasha professional katoka wapi? Yule Star Boy. Jina sio vitendo. Ila tumemwona AFCON pia. Timu yake imefeli. AFCON. Wamefika hatua gani? Wameishia kwenye makundi wakaondoka. Na Tanzania tumeingia bora yani. Mchezaji hawezi kuwa kama yule mtoto bwana, kaenda nje kwenye try wa timu 4, kafeli mara 4. Karudi Uganda, karudi Vipers. Huwezi kula senene ukawa na nguvu hizo bwana. Huwezi? Mchezaji alikuwa anakula senene mguu kama mkono wangu ule. Ila mko mnamhitaji. Ngoja uone nani kamhitaji? Nyie mko mnamhitaji. Lini mwenyekiti alithibitisha mwenyekiti wenu. Akili yake tu. Ila sio Simba. Simba mawings wa Simba. Angalia mawings wa Simba. Umeona wale mawinga wa Simba wameshiba. Wameenda hewani. Unachukua mchezaji mguu kama mbu. Si unataka zaidi wa mguu kama mbu. Ila wanashughuli wana shughuli. Kwa wapi shughuli imeshindwa? National team ya Uganda ameshindwa kuipeleka sehemu inayofuata. Sawa? Timu yake ya Viper kaipeleka wapi? Sasa haya ubora huo alokuwa nao kwa wapi? Kuna watu wanabeba timu. Sikiza nakwambie. Kama yeye Star Boy, timu gani kaibeba? Leo Mwamba kabeba Simba huko nyuma. Mwamba wao kwa shobo zao, sababu alibeba Simba na wenyewe wakaja wakamchukua. Walivyocheza na Mwamba akiwa mule ndani, kuna sehemu kidogo walifika wakiwa na Mabalusaka. Uongo. Singida amebeba kombe la Afrika Mashariki na Kati. Kazi ya Mwamba wa Lusaka. Uongo. Haya niambie Star Boy kazi yake nini? Star Boy kafanya shughuli huko. Iko wapi? Vipers kafanya shughuli. Wapi Vipers iko wapi? Iko wapi? Kwa mule tunaweza kusema mna shughuli. Wao wamesajili kwa sababu ya majina tu. Jina Star Boy, watu wameingiza chakika wameenda wamesajili. Tuwaambie mawinga wa Simba wasubiri waone kesho Jumamosi. Maana yake winga wa Simba anatoka kwenye nchi ya mpira. Anatoka kwenye nchi ya mpira. Alikuwa pata nafasi anasema. Umeenda kuchukua machaguo ya pili. Haujaangalia leo huwezi kuchukua chaguo la kwanza la timu ya taifa ya Senegal kaleta Tanzania. Nitajie kiumbe gani cha klabu yote ya Tanzania ambao wanaifanya wanahela wameenda kuchukua mchezaji wa kikosi cha kwanza wa Senegal akaletwa Tanzania. Nitajie wewe. Yule kijana Senegal kwenye mashindano ya Chani walipangwa Zanzibar kundi lao na Sudani na nani. Kila mechi anaanza, mechi 2 alikuwa mchezaji bora wa mechi. Ila alikotoka kule assist 2 hamna goli. Wachezaji wote wanaetoka huko walikotoka hawajafanya vizuri, wakija Simba wanakuja kufanya vizuri. Hapo Shabani, ukija ukaangalia kuna baadhi ya wachezaji wanakotoka wanafanya vizuri, ila akija Simba Sport Club wanahudumu kwa muda mchache sana, then ubora wao unapotea. Pengine watu wengi wakawa wanahusisha kuna baadhi ya vitu vinavyoendelea kwa Simba Sport Club. Nikutolee mfano kina Dibra Fernandez Mavambo alikuja alifanya vizuri, ila dakika za mwisho kama kiwango chako kadidimia hivi. Pengine hii inakuwa inasababishwa na nini? Kuna baadhi ya mashabiki wanasema uongozi, kuna baadhi, kila mtu anasema jambo lake. Kwako wewe hii imekakaje? Kweli uongozi wa Simba una shida. Lakini swala la mchezaji kushuka kiwango duniani kote lipo. Ila Simba kama imezidi ambayo hapana, hakuna sehemu ambalo hakuna. Hamna klabu ambayo imetoa wachezaji wengi kwa mkopo. Wakija pale wazuri lakini baadaye wanaonekana sio, wanaenda kwa mkopo. Kama Chelsea the Blues. Simba ametoa wachezaji wangapi mkopo ambao walikuwa wamefeli? Wanampita Chelsea. Chelsea so timu ya Uingereza. Haiko ligi kuu. So yeye ndio bingwa wa vilabu vyote duniani. Sasa Chelsea na Simba nani katoa wachezaji wengi kwa mkopo na wachezaji wao wanatoka kwa mkopo kwa sababu wengine viwango vinaonekana vimeshuka na walisajiliwa. Wewe kwa nini walaumu Simba leo? Ila Simba kwa hii misimu 4 imekuwa gumzo hilo. Ni kawaida kwa sababu tuko katika kujitafuta, kutafuta watu waliokuwa sahihi. Simba ukisajiliwa kama hujatekeleza kilichohitajika unaondoka. Anakuja mwingine atekeleze kilichohitajika. Dirisha dogo na ndio jinsi mpira ulivyo duniani kote. Kama mchezaji akupi unachokihitaji na wewe umemsajili akupe kile unachokihitaji, umemkamilishia kila kitu anachokihitaji, utabaki naye yule mwanao, shemeji yako, kwamba eti huyu nikifukuta shemeji mke wangu anaweza kaondoka. Ameajiriwa ili afanye kazi yetu. Wameshindwa kufanya kazi yetu, ndio maana wamekuja kuletwa wengine. Inawezekana kuna wengine wameingia katika mkumbo ambao wao hawahusu, viwango vyao vimeshuka.
Hayo yote yapo kwa sababu katika tawala kuna mambo mengi. Kwa hiyo kama mchezaji ulikuja kucheza ukajituma, utacheza Simba kwa muda mrefu na utapendwa. Kama ulikuja Simba kwa mipango mingine ukashawishiwa nje, hautodumu kwenye Simba. Ni kweli Shabani, wachezaji wa Simba Sport Club hawajitumi? Hawapambanii logo ya klabu ya Simba. Tumeona mechi kama 3-4 hawapambani kama jinsi inavyotakiwa. Ndio maana wamefyekwa. Nadhani hapo sasa hivi kuna kitu umejifunza hata wewe mwandishi. Ndio maana wamefyekwa kwa sababu kama umeshindwa kupambana kwenye Mapinduzi, kama umeshindwa kwenye ligi, utatupambania kwenye nini? Ndio maana wamefekwa. Kata 7 weka 7. Na dirisha kubwa wakizingua kata 8 weka 8. Mpaka tupate krimu tunayohitaji Simba Sports Club. Yes. Na tumalize na hili, pengine washabiki wa Simba wamekata tamaa kwenye CAF Champions League. Mashindano magumu, hatujaanza vizuri. Lazima tukubaliane na hilo. Tumeanza vibaya, tumecheza mechi 2, nyumbani 1, ugenini 1, tumepoteza mechi zote. Hatuwezi kusema kwamba kama tumeanza vizuri utakuwa ni utoto uliopitiliza. Simba tumeanza vibaya, ila tuna imani hata kama mioyo yetu iko mguu ndani mguu nje kwamba tutafanikiwa au hatutafanikiwa. Lakini nadhani kama tusipofanikiwa kuna vitu vya kujilaumu na tuvitengeneze tena, kwa sababu tulikuwa tunaonyesha kabisa wale wa Petro na wale wa Mali ni watu ambao sisi tuna uwezo wa kupata pointi kwao, lakini tumefanya uzembe, tumepoteza mechi zote 2. Ila mimi niwaambie tu wana Simba, tugange yajayo, yaliyopita tuyaache, kwa sababu sasa hivi tunaiongelea Simba. Tunaiongelea Simba ambayo imeingiza sajili mpya. Tumeiongelea Simba baadhi ya kamati zimebadilishwa. Na imani na watu waliobadilishwa katika kamati. Kuna uzembe ulikuwa unafanyika, watu wanalega. Leo kuna watu wameingizwa kwenye hizo kamati. Twendeni tuwape support ya watu ili tuweze kufanya vizuri. Nimeona katika kamati zetu wameingizwa watu wa maana kabisa, tena wa kuipambania timu yetu ifanye vizuri. Na mimi wale watu nina imani nao. Na niwaambie wana Simba, wale watu ni watu wa kazi. Na nimewaona Tunisia wapo na sajili hizi. Baada ya kuingia mzee Magoli, nimeona kafanya sajili za kufa mtu. Mzee Magoli na ndo alimleta Mwamba wa Lusaka. Kaongea naye. Na hisi kuna kitu wamejadili wao. Wamemalizana, Mwamba karudi. Hakuna timu yoyote isiyohitaji huduma ya Mwamba wa Lusaka. Hakuna timu yoyote Tanzania isiyohitaji huduma ya Mwamba wa Lusaka. Ila Mwamba wa Lusaka alitukwaza. Ndio maana tulimuongelea mambo mengi ya ovyo. Na niseme waliofanya makosa ya mpaka Mwamba wa Lusaka hatukwaze ni management yetu ya klabu ya Simba. Huo ndio ukweli. Walilisha watu maneno, Mwamba akaonekana hafai, Mwamba aondoke, na sisi tukatembea na kauli zao, Mwamba kaondoka. Hakuna timu yoyote ambayo haihitaji huduma ya Mwamba. Na Mwamba anapoondoka kwenye hizo timu zote, sio kwa sababu wao hawamtaki, ila yeye anahitaji maslahi, kwa sababu mpira ni kazi yake. Wao wana hela za kuungaunga, walimsajili kwa hela za kuungaunga. Leo ameshindwa. Kama umemchukua Damalo kwa mkopo, kama umetaka kumchukua Maruf Chakei kwa mkopo ukashindwa, utamchukua Mwamba Lusaka kwa kumtia mkataba wa miaka 3? Mbona mlipewa bure? Anasema Kibabage. Hatujapewa mchezaji bure. Wale tumepewa. Kibabage kawashtaki Singida. Kibabage alivunja mkataba na Singida kwa sababu anawadai. Kibabage tumemchukua akiwa mchezaji free, hana timu. Jina lake linasoma Singida, lakini alikuwa anadai kutokana na mkataba ulisoma. Yule bwana anadai na mkataba na kesi iko TFF. Sasa yule Hussein Masanzala ambaye ni kibaraka, maana yule sio msemaji, yule kibaraka, kila anachobisha kinatiki. Kwa hiyo yule ni kibaraka, asubiri apewe taarifa. Yule hajui taarifa za mpira wa nchi ya Tanzania. Yule kibaraka ili maisha yaende. Mfano, asubiri kulishwa tu, lakini yule kibaraka. Nakwambia kibaraka kwa sababu gani? Masanza ndo aliapa Jonathan Soa hata ukuja kwetu. Masanza alisema Kibabage wametupa kwa mkopo kwa sababu yeye ni kibaraka. Kuna watu walimtumia aseme kutokana yeye ni kibaraka. Masanza alisema Chama hawezi kurudi tena Simba. Hawana uwezo. Masanza yeye ni kibaraka, analishwa maneno. Akae kimya wakati wakubwa wanafanya jambo lao. Simba ni muhimili wa nchi ya Tanzania. Simba kwenye mihimili 4 ya nchi. Dini zote, muhimili wa kwanza serikali
muhimili wa pili, Simba muhimili wa tatu, nyuma mwiko ni muhimili wa nne. Mihimili hiyo Masanza kwenye mihimili hii hayupo, yeye kibaraka. Kwa hiyo atulie, akae kimya wakati wanaume na wamba wanazungumza, yeye akae kimya. Yeye anatumwa tu, sio kazi yake kuzungumza vitu ambavyo havimuhusu. Tulimwambia Jonathan Soa mali yetu, haribisha sana. Uongo. Mohamed Dewji ni Mnyaturu wa Singida. Mohamed Dewji wakati anaongoza wana Singida, Masanza anasoma, hajui mwendelezo na mipango ya Singida. Mwigulu Lameck Nchemba leo ni waziri mkuu wa nchi ya Tanzania, ni mzaliwa wa Singida. Wanapoongea Mwigulu Nchemba Lameck na Mohamed Dewji, Masanza anakaa uwani, anasubiri wamalize kula, achukue vyombo akaoshe. Anasubiri uwani, tena kwenye mlango wa jikoni uwani. Wakimaliza wanagonga vijiko, anauliza wazee mmemaliza, anachukua vyombo anaosha uwani, kwa sababu yeye ni kibaraka wa kulishwa maneno. Sasa tumwambie Simba tujachukua mchezaji yoyote Singida bure. Haende akamuulize anayemtuma yeye kuwa kibaraka Simba wanachukuaje wachezaji kwenye Singida, kwa sababu yeye kwenye Singida inawezekana yeye ni mtu wa 7. Kuna kiongozi wa kwanza, wa pili, wa tatu, viongozi wakubwa na kwa watatu au wa 4. Yeye wa 7, yani wa mwisho kabisa, hawezi kujua taarifa za Singida Black Star, ila yeye ni kibaraka wa kutoa maneno. Sasa tumwambie Masanza, Simba ni taasisi yenye muhimili wa nchi wa Tanzania namba 3 baada ya serikali. Simba Sports Club akae kwa kutulia, tena apoe. Kama kuna sehemu kuna kitunguu, achukue kisu amenye. Amenye vitunguu? Yes, kwa sababu hiyo ndo kazi yake. Ndio maana kila anachokipinga kinafanikiwa kwa Simba. Kipi alichokipinga kikafeli? Mtoto mdogo sana. Okay, shukrani. Nashukuru sana.